Bwana, nimekuja hapa kuwapa big news. Yes, na hii ni habari kubwa sana. Ni habari ambayo itawafurahisha watu wengi by the way. Bwana, kati ya vitu ambavyo Young Africans wanavihitaji ni pamoja na kuboresha viungo wao, na miongoni mwa maeneo ambayo wanataka kuboresha ni viungo wa eneo la kiungo mkabaji. Ni eneo ambao wanahitaji kupata version nyingine, kupata viungo ambao kwa na uwezo wa kuendana na ile pesi ya Yanga au kuendana na kasi ya Young Africans. Sasa kuna mmoja wa wajumbe wa bodi ya Young Africans alijaribu kupenyeza, anataka kupeleka jina la kiungo mmoja anaitwa Blight Toure. Huyu Blight Toure bana ni kiungo kutoka pale kwenye kikosi cha Pyramids ya nchini Misri. Ni moja ya viungo bora sana, viungo ambao wana uwezo mkubwa sana. Nafikiri kwa wale ambao wanafuatilia soka la Afrika wanamfahamu vizuri, anaitwa Blight Toure. Blight Toure ni kiungo mkabaji bora sana kwenye kikosi cha Pyramids. Ni miongoni mwa viungo bora na tishio barani Afrika by the way. Sasa mmoja wa wajumbe wa pale Young Africans anataka kupeleka jina mezani, na kama litapitishwa maana yake kuna uwezekano mkubwa akaanza kufuatiliwa na viongozi wa Young Africans na mwishoni mwa msimu huu wakaenda kumsajili. Kwa wale ambao hawamjui, Blight Toure ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na performance bora sana hata kwenye timu yake ya taifa. Sio tu akiwa na kikosi cha Pyramids, lakini hata akiwa na timu yake ya taifa anacheza boli vizuri sana kwenye eneo la kiungo mkabaji. Ni moja ya viungo pia ambao waliwahi kuhusishwa kujiunga na Mamelodi Sundowns msimu mwaka juzi, lakini kutokana na aina yake ya uchezaji Mamelodi wakaona sio kiungo ambaye anaweza kufiti kwenye eneo lao la kiungo. Lakini pia kuna wakati Al Ahly pia walihitaji pia kumsajili, lakini pia wakaona kwamba sio mtu ambaye pia anaweza kufiti kwenye aina yao ya uchezaji. Ingawa pia kwa upande wa Al Ahly kidogo walitaka kumsajili kipindi kile ambapo Ahly iko chini ya Pitso Mosimane, na Pitso ndo alisema kwamba hayupo kwenye, yani kwa aina yake ya uchezaji yeye sio kiungo ambaye anamprefer zaidi. Ni version ya Khalid Aucho, yani ni kiungo fulani ambaye ni kiungo mkabaji lakini ana zile sifa za kucontrol mchezo. Yani ni kiungo ambaye ana uwezo wa kuidrive team, kwamba kama ni kwenda juu kwenye kushambulia ana uwezo wa kuamua tushambulie kwa namna gani, lakini timu ikipoteza mpira ana uwezo mzuri sana wa kuzuia wapinzani wasiweze kuja kuleta athari kwenye eneo la nyuma. Na wakati ule Ahly wanataka kumchukua ni kipindi ambacho Alou Dieng alikuwa anahusishwa kwenda kujiunga na klabu ya Galatasaray. Kwa mwisho wa siku wakaamua kukomaa kubaki na Alou Dieng, lakini Blight Toure wakaamua kwa kumwacha tuendelee kubakia Pyramids. Lakini sasa hivi mkataba wake pia unaelekea mwishoni so far. Kwa hiyo ni rahisi Yanga kwenda kufanya negotiation kama proposal ya yule mjumbe wa board itaenda kukubaliwa, kwa sababu yeye ni aina ya viungo tu ambao anawapenda. Kwa nimezungumza naye ameniambia ni aina ya viungo ambao anawapenda, na ndio maana hapa sihusishi Young Africans moja kwa moja, nasema ni mtu ameniambia anataka kupeleka hilo jina kama proposal. Ni aina ya viungo ambao anawapenda sana, lakini ni kiungo pia ambaye ana version ya Khalid Aucho. Yani ukimtazama aina yake ya uchezaji na Khalid Aucho hawajapishana sana, ni viungo ambao wanafanana. Composure ya hali ya juu sana anayo, ni controller mzuri sana wa game, ni pasa mzuri sana kwenye mchezo, utulivu wa hali ya juu sana, height yake ni nzuri, mwili wake kwa maana kwenye matumizi ya nguvu ana figa nzuri, ana uwezo wa kwenda toe to toe na kiungo mwingine yoyote yule. Ni one of the best midfield. Yani ni kiungo ambaye kama atapeleka jina lake na litapitishwa na akawa sehemu ya viungo wa Young Africans, anaamini hata kama Khalid Aucho ataondoka kesho, hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kummisi Khalid Aucho kwa namna moja ama nyingine. Blight ni moja ya viungo hatari sana kwenye soka la Afrika. Ni moja ya viungo ambao wana uwezo mkubwa sana. Ni moja ya viungo ambao ni powerful kwenye eneo la katikati ya kiwanja. So tusubiri tuone nini kitaenda kutokea, but I believe kwa aina yake ya uchezaji kama Young Africans wakifanikiwa kumpata, watakuwa wamelamba kiungo mmoja mzuri sana. Watakuwa wamepata kiungo ambaye ana uwezo wa kucheza dhidi ya kiungo yoyote na wakapata matukio ambayo ni mazuri, na wana uwezo wa kumtumia pia kwa muda mrefu by the way. Sio kwamba umri wake ni mdogo sana, hapana, lakini
ni mchezaji ambaye kidogo unaweza kumtumia kwa muda mrefu zaidi, lakini ni tofauti vile na umri wa Khalid Aucho. Yani Khalid Aucho deka umri umeenda Yani Khalid Aucho pamoja na yote, lakini Khalid Aucho kidogo umri umekwenda na kidogo inaweza huwezi kumwekea ile maximum kwamba utamtumia kwa muda mrefu. Yani mtu ambaye maximum kwenye Yanga kumtumia msimu mmoja unaokuja, lakini huwezi kumpa misimu miwili na Khalid Aucho. Ni mtu ambaye tayari umri umekwenda, lakini kwa mwaka mmoja hivi unaweza kuendelea kumtumia wakati ukiendelea kubangeza kupata kiungo mwingine ambaye ana uwezo mzuri zaidi. Lakini kwa Blake Toure, mimi binafsi yangu ni aina ya viungo ambao nawapenda by the way. Na kwa kikosi cha Pyramids sio kwamba analipa pesa nyingi sana, ni pesa ambayo hata Yanga wanaweza kuafford. Unajua Yanga sasa hivi ni timu ambayo inaweza kulipa mishahara ya wachezaji labda milioni 40, milioni 30. Ni mishahara ambayo Yanga wanaweza kuilipa vizuri tu. So I believe kwamba ni aina ya viungo ambao Young Africans inaweza kuwasajili na ikawatumia vizuri na ikawalipa vizuri bila shida ya aina yoyote ile. So mimi naamini hivyo. Tuendelee tu kuvuta subira tuone jina likipelekwa kwenye kamati litapitishwa ama itakuwaje, lakini ni aina ya viungo ambao ni very potential pale Young Africans, ni aina pale Pyramids, lakini pia ni aina ya viungo ambao ni very potential kwenye soka la Afrika. Tusubiri tuone, inawezekana Young Africans wakaenda kuokota ile mashine mwishoni mwa msimu huu.